sana kwenye Kimbweta. Hapa tuzungumze kidogo. Kadri science na teknolojia inavyozidi kukua, ndivyo mitandao ya kijamii inavyozidi kupata uwanda mpana na kushika nafasi kubwa katika ulimwengu tuliopo. Lakini mitandao ya kijamii ina nafasi gani katika kudumaza maadili ya wanafunzi katika vyuo vikuu? Leo kwenye Kimbweta niko ndani ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, nikitaka kufahamu wao kama wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino wanatumia vipi mitandao ya kijamii katika kuboresha maadili yao, lakini nikitaka kufahamu mitandao ya kijamii ina nafasi gani katika kudumaza maadili ya wanafunzi vyuoni. Mimi ni Happiness Sheri, lakini sitakuwa peke yangu, niko na Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Elia. Unafikiri mitandao ya kijamii ina nafasi gani katika kudumaza maadili ya wanafunzi vyuoni? Cha kwanza kupoteza muda wa masomo. Unakuta wanavyuo wengi au wanafunzi wengi wanakuwa wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii, kwamba wanapenda kuperuzi kupita TikTok, Instagram. Kwa hiyo unakuta wanatumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii na kupoteza wakati au kupoteza muda wa kuendelea kufanya masomo yao, yani kujisomea. Na maana muda mwingi wanatumia katika mitandao ya kijamii. Hivyo pia ndio inachangia katika kudumaza na tamaduni za chuo. Lakini unafikiri ni kweli kwamba mitandao ya kijamii inasaidia kudumaza maadili ya wanafunzi, ama inachochea maadili ya wanafunzi kudumaa? Kwa namna moja ama nyingine pia inachangia, lakini pia mitandao hiyo inasaidia katika kuelimisha. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inategemeana na wanafunzi ndio watakavyoitumia ili iweze kuwaletea manufaa chanya au manufaa hasi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inahitaji sasa, kuna muda utahitaji kwamba muda huu nikae katika mitandao ya kijamii kwamba nipate taarifa 1 2 3, lakini kuna muda mwingine unahitaji uendelee na mambo mengine kama ya darasani. Lakini ukitumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii, hapo ndipo inakuja kudumaza tamaduni za wanachuo au maadili ya wanachuo. Asante sana. Nirudi kwako. Mambo? Poa. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Juma. Okay, Juma. Sasa hivi sisi zama zetu hizi za Gen Z, unajua mitandao ndio imekuwa kila kitu kwetu. Unafikiri mitandao ya kijamii, wewe kwa upande wako, inakudumaza kimaadili au inakufundisha vitu vingi, ama mitandao ya kijamii ina nafasi gani kwenye mchango kwenye maadili yako? Mitandao ya kijamii ina athari nyingi sana katika maisha, sio tu kwenye maisha yangu, kwa maisha ya wote hapa wanafunzi wote chuoni, ambapo ina athari chanya na athari hasi. Sasa katika swala zima la kudumaza maadili, tunapozungumzia maadili neno pana, sio? Unakuta mtoto alipotoka nyumbani kwao alitoka na maadili mazuri, lakini baada ya kufika hapa na kujihusisha na mitandao ya kijamii mara kwa mara na kuona. Kwani ukiwa nyumbani kwenu wewe hauwezi kutumia mitandao ya kijamii, au mitandao ya kijamii tunatoka nyumbani tukija hapa chuoni ndio tunaikuta mitandao ya kijamii sasa imewekwa chuoni? Kwangu mimi hata nikiwa nyumbani natumia, lakini kwa upande mwingine wengi wetu sisi nadhani wanachuo wengi baada ya kufika chuo kikuu hapa ndio wameanza kumiliki smartphones. Unajua idadi kubwa ya watu wameanza kumiliki smartphones. Sasa wamekuwa wakitumia smartphones zao kuingia online, Facebook, Instagram, YouTube. Sasa mafunzo wanayopata kule hayatumii vyema, na unakuta wanaiga vitu ambavyo vinaharibu maadili. Asante sana. Nije kwako mrembo. Mambo? Poa. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Maria. Maria. Sasa hivi bwana, tunaona vitu vingi tunavyovihitaji sisi kama wanachuo vinapatikana wapi? Mtandaoni. Lakini inakuwaje sasa kama mitandao ndo sehemu ya watu, ama wanatumia kama uwanda mpana wa kujifunza mambo mengi, inakuwa ni chanzo cha kupotoka kwa maadili, ama ni chanzo cha kukandamiza maadili ya wanafunzi chuoni? Kwamba kwa nini wameamua kuichukulia negative kwamba
mitandao ya kijamii ndio imekuwa sehemu ya kupotosha maadili ya wanafunzi chuoni, na wakati sisi tunavyofahamu kwamba mitandao ya kijamii ndio sehemu ambayo tunajifunza vitu vingi. Kwa muktadha huo inaonekana kwamba mitandao ya kijamii inaharibu maadili ya asilimia kubwa maadili kwa wanachuo. Kwa mfano, mitandao ya kijamii inapelekea kwanza hata performance za wanafunzi kushuka. Unakuta muda mwingi mtu yuko busy TikTok au Facebook anaperuzi tu baada ya kuchukua daftari na kuingia kusoma. Kwa hiyo ina madhara makubwa, hata kuiga maadili mapotofu kwenye kuangalia labda picha mbaya, video chafu. Hiyo moja kwa moja inaenda kuaffect nini? Maadili. Asilimia kubwa wanachoma yake tuko free sana. Hakuna mtu akisema kuja kutuangalia kwamba huyu simu yake anatumia kufanyia nini kufanyia. Kwa hiyo inapelekea kuaffect maadili ya wanafunzi hivyo. Kwa busy mitandao ya kijamii unaangalia video chafu, picha chafu. Baada ya muda mwingi yeye kutumia labda kusoma, mtu anakuwa hasomi, ana kazi ya kuangalia, kufollow watu tu kwamba fulani juzi kaongelea kitu fulani, ngoja nimwangalie leo ameingizia kitu gani, vitu kama hivyo. Asante sana. Lakini sasa licha ya kuwa na negative impact, lakini kuna positive impact. Unaweza kutuambia mitandao ya kijamii na mchango gani katika kukuza maadili ya mwanafunzi chuoni? Kwa upande wa pili, mitandao ya kijamii umuhimu wake tunatumia katika kuongeza maarifa. Ukuta tuna Google vitu mbalimbali, unaona kitu sikielewi naingia online inafanya mambo na napata uelewa hicho kitu ambacho nakitafuta hivyo. Pia inatusaidia kugundua dunia inavyoendelea kwa kupata taarifa za habari mbalimbali. Asante sana. Nirudi kwako Juma. Unafikiri chuo kina mchango gani katika kuzuia hiyo ongezeko la mmomonyoko wa maadili kwa wanafunzi chuoni? Mchango wa chuo katika kuzuia huo mmomonyoko wa maadili ambao unasababishwa na mitandao ya kijamii? Kumbuka sisi ndio jamii ya chuoni, si ndio? Sasa unapotokea mmomonyoko wa maadili, maana yake ni mmomonyoko wa maadili kwa wanafunzi wa vyuo, na chuo ndio kinakuja kupata picha mbaya, si ndio? Sasa chuo kina nafasi gani katika kushape hizo tabia ambazo zinaleta picha mbaya chuoni? Mchango wa chuo hapo nilikuwa naona kuongeza masomo ya maadili na yafundishwe sana. Unavyosema kuongezwa kwamba hayapo au sio kwamba hayapo. Kwa mfano mimi hapa nilipo mwaka wangu sisomi somo la maadili hata moja, unaona. Sasa itakiwa kila mwaka somo la maadili itakiwa liwepo. Mwaka wa kwanza wasome somo la maadili, wa pili somo la maadili, wa tatu somo la maadili. Naona hiyo itakuwa ni best solution ambayo inaweza kushape maadili ya mtu. Pia chuo kinapaswa kutoa ushauri au funzo kwa wanafunzi katika swala zima la matumizi ya mitandao ya kijamii. Sio kwamba kila muda ambao mtu anapopata free asiwa anatumia muda mrefu sana kuingia online na kufuatilia vitu ambavyo havina umuhimu. Maana unaweza kaniambia hapa chuoni kwamba mtu anapochukua smartphone yake kuingia online eti huo muda atakuwa anautumia labda kusoma tu. Ni hapana. Huo ni uongo. Kwa hiyo mara nyingi utakuta mtu anatumia muda mwingi sana kuangalia vitu ambavyo sote kama vinavyomfurahisha tu, havimfundishi chochote. Kwa hapo naomba chuo kitoe ushauri na mafundisho pia. Asante sana. Nirudi kwako. Una wito gani kwa wanafunzi ambao unahisi kabisa wanabadilishwa ama wanaendeshwa na mitandao ya kijamii? Mimi nadhani kitu cha msingi zaidi wakumbuke walikotoka. Nadhani kwa asilimia kubwa tumetoka kwenye familia za kijijini huko. Walipokuja watu wengi chuoni ndo wakawa wamebadilishwa na mazingira, tunaweza kusema mazingira pamoja na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mtu akishafahamu yeye ni nani na akishajijua yeye ni nani, anaweza karudi kwenye njia yake sahihi, kwamba kama ni msichana labda asivae labda nguo fupi anapokuwa anakuja chuoni,
Kwa hiyo kuna wakati ambapo nguo fupi labda zinahitajika labda kwenye maeneo ya fashion ama nini. Kwa hiyo sasa kama anapotumia nguo fupi au anapovaa mavazi yasiyofaa chooni, hiyo ndo inachangia katika nini, mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo wito wangu kwa wanachuo kwamba tufuate taratibu kama za chuo zinavyoweka na zinazotuelekeza kwamba tuzingatie mavazi. Ni hivyo. Asante sana mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa nimemaliza kipengele changu cha kwanza cha kipindi cha Kimbweta ambacho ni kipengele cha maswali na majibu, na sasa tunahamia kwenye kipengele cha pili cha kipindi chetu ambacho ni The Challenge. Na challenge yetu ya leo, swali linasema hivi: kirefu cha neno www. Nianzie kwako. Hapo ni Juma. W3. Wale weusi waongo sana. Mdada. Website word. Bado W moja. www. Mtazamaji wa SAUT TV. Mtazamaji wa SAUT TV, wote wamekosa, ila Juma ndo ametudanganya zaidi kusema wale weusi waongo. Haya, mtazamaji wa SAUT TV, kirefu cha neno www ni World Wide Web. Kufikia hapa sina la ziada katika kipindi cha Kimbweta. Mimi ni Happiness Asheri, tukutane tena muda na wakati ujao. Lakini usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SAUT TV TZ. Ciao. The young producer Nyamwenga.